Sawa, MC karibu, lakini tuambie ni kwa namna gani ambavyo mlifahamiana na MC Pilipili. Lakini pia kama utojali tuambie ni mara mwisho mmewasiliana nini, alikuwa anakusisitiza nini hasa kwenye masuala yenu ya kazi. Okay. Karibu. Asante. Mimi kwa majina naitwa Anton Luvanda almaarufu kama MC Luvanda, na Pilipili ni rafiki yangu wa muda mrefu, takriban miaka kama 15 sasa, kama sio 10, na tumekuwa marafiki wa muda mrefu kiasi ambacho alikuwa ananiita baba. Kwa hiyo Pilipili amekuwa ni kijana ambaye amependa sana mambo ya talent au talanta, kukuza kipaji chake. Kwa hiyo nilikuwa namsaidia katika mambo mengi, lakini to cut the story short, Pilipili amegusa maisha ya watu wengi sana kama inavyoonekana kwenye mitandao, na ndivyo alivyo. Ni mtu wa furaha, ni mtu wa kucheka wakati wote na kuchekesha, na imefika wakati ambapo tunaenda kumpumzisha, ingawa imekuwa ni ghafla sana. Na hata mara ya mwisho mimi naongea naye ilikuwa wakati ule ameleta utani mwingi sana juu ya kiatu chake cha dhahabu. Kwa hiyo nikawa nimecheka sana kwa sababu najua tulikotoka, vitu alivyokuwa anavifanya. Kwa hiyo swala la yeye kupata umauti limenishtua sana kwa sababu imekuwa ghafla. Pilipili alikuwa sio mtu wa kuumwa. Kwa hiyo ilivyotokea kwamba amefariki ghafla ni kitu ambacho kimenipa huzuni kubwa sana. Lakini hali ambayo amepatwa na kipigo inamaanisha kwamba kuna watu au sisi wenyewe wanajamii tumekuwa sio watu wenye huruma, au labda kama mtu akikosea kushindwa kuchukua njia sahihi za kuwasilisha malalamiko, yaani imekuwa kama kuichukulia sheria mkononi. Wito wako ni nini sasa, kwa sababu kama tunaweza kumpoteza yeye, hatujui kesho tutawapoteza watu wangapi kama vitendo hivi vitaendelea. Wewe ni kwanza mimi nimeshtushwa sana kwamba kwa hali tulionayo inaweza kumtokea mtu ghafla namna hii. Ni jambo ambalo linatia mashaka kidogo, lakini linashtua kwa sehemu kubwa sana. Kwa mimi nadhani nitoe wito kwa jeshi letu la polisi kuimarisha ulinzi, kwa sababu jeshi la polisi ndio wana dhamana ya kulinda raia na mali zao. Kwa hiyo sijui watatumia njia gani, lakini ninachoweza kushauri kwangu mimi, sasa hivi teknolojia imekuwa. Ukienda miji kama Zanzibar, ukienda miji ya Ulaya, ukienda China kwa mfano, kila sehemu kuna kamera, CCTV. I think imefika wakati sasa Wizara ya Sayansi na Teknolojia wakishirikiana na Wizara ya Ulinzi waweze sasa, Wizara ya Mambo ya Ndani waweze sasa kuanzisha kuweka kamera atisi kwenye maeneo muhimu, kwenye miji mikubwa pawepo na kamera. Ukiwa na kamera inakuwa rahisi kuanza kujua wapi pa kuanzia. Lakini maanake sasa tuseme ndio njia ambayo ya kisasa ya kukabiliana na uhalifu, kwa sababu uhalifu anakuja kama binadamu mwenzako, hajavaa vazi la kigaidi au vazi lolote, anaonekana rafiki yako, lakini panapokuwa na kamera inakuwa ni rahisi. Lakini pia Watanzania turudi kwenye ushirikiano tutakuwa nao. Sisi ni wamoja, tumekuzwa katika ujamaa na kujitegemea. Inapotokea jambo kwa mwenzako ambao unaona halieleweki, basi jaribu kutoa taarifa, lakini pia kuweza kutoa usaidizi. Hiyo nafikiri tutalinda sana. Sijajua kwa wengine, lakini I think tunahitaji kuwa na muamko ule tuliokuwa nao wa kuweza kusaidiana. Sasa kuna mambo mengi yanaongelewa sasa, hata yale mambo yanayoongelewa yanaweza kama kuvuruga hata uchaguzi wenyewe, lakini pia kutoa taharuki kwa familia na haileti picha nzuri. Wito wako ni nini sasa kwa jamii? Watu wanaotumia mitandao. Kwanza mimi nafikiri mitandao ya kijamii imekuja na baraka, lakini pia imekuja na laana. Tusiwe watu wa kuwa wa kwanza kusema vitu ambavyo hatuna uhakika navyo. Tujikite na kusubiri ripoti maalum ya kiuchunguzi ya wataalamu. Kuna watu ambao wamesomea hivyo vitu, wanafahamu. Kwa hiyo wakitoa taarifa ndio inaweza kawa rahisi zaidi. Lakini kila mtu akiwa mwandishi wa habari, kila mtu akiwa anasema, inaweza ikawa ndio current issue ambayo tuko nayo sasa hivi, lakini nafikiri tunahitaji zaidi kwenda kuwa deep, kufuata uchunguzi unasema nini. Tusiwe wepesi sana kutamka, tuwe wepesi kufuatilia ukweli. Na ukweli ni ngumu sana kupata, lakini una gharama yake, ndio maana unaitwa ukweli. Uongo ni rahisi kusambaa, yani uongo dakika 2 tumeshasambaa. Lakini kupatikana ukweli unahitajika nguvu zaidi. Lakini nitoe wito, tusiwe watu wa tunaita nini, kuropoka, inakuwa sio kitu kizuri. Tujikite katika kutafuta taarifa zilizo sahihi. Mimi nimepigiwa simu
kwamba Pilipili amefariki, ilibidi niende kuconfirm, sio kwa mtu mmoja, mara 2 mara 3. Kwa hiyo ndio muhimu, ukishapata uhakika wa jambo ndipo ambapo unaweza ukasema. Kwa hiyo ni muhimu sana tupunguze kutoa taarifa ambazo hazina ukweli. Na sasa hizi kuna mapinduzi ya AI, mtu anaweza akatengeneza kitu kabisa, unaona kabisa kinafanana, lakini sicho. Kwa hiyo pia na wapaji tujiangalie sana. Natamani kitu kimoja kufahamu kutoka kwako. MC umemlea, umekaa naye, sehemu ya maisha yake umefahamu. Kusikia amepigwa na kauawa, kwako ilikuja picha gani? Kwangu mimi imenishtua sana kwa sababu Pilipili kama nilivyokuambia ni mtu ambaye ni mtu wa amani. Pilipili hapendi vurugu. Pilipili anapenda kucheka. Pilipili anaweza kukuchekesha wewe hata ambaye mfahamiani. Pilipili ana uwezo wa kujuana na mtu kwa haraka sana. Na inawezekana pia huo ndio ulikuwa udhaifu wake. Kwa hiyo kwangu mimi ilinishtua sana kwa sababu hana tabia za fujo. Angekuwa mkorofi ningeweza kusema okay, ameingia kwenye eneo la kikorofi, kwa hiyo amestahili. Lakini ni kitu ambacho kimeniuma sana. Yeah. Maisha gani unajifunza sasa kupitia hilo? Kitu maisha mimi najifunza kila siku. Yako mambo mengi tunajifunza, lakini kupitia hili I think ni kumwomba Mwenyezi Mungu atupe ulinzi stahiki, lakini pia kutokumwamini kila mtu na kuwa mwangalifu na mazingira ambayo unayapitia. Kuna haja ya kuwa mtu maarufu ukawa na ulinzi ama sio haja? Kupitia tukio lilotokea kwa Pilipili. Mimi nilikuwa na walaumu sana wachungaji ambao wanatembea na mabodyguard, lakini sasa hivi nimeelewa kwamba wanahitajika kutembea na mabodyguard. Yaani kwa hatua mtufikia sasa hivi ni lazima uwe na walinzi, lakini walinzi ambao ni professional. Of course, pamoja na walinzi pia Biblia inasema, mimi Mkristo, Biblia inasema Bwana asipoulinda mji, wao wanaolinda wanakesha bure. Unaweza kuwa na walinzi afu walinzi hao ndio wakakuchoma vile vile. Wakajua ruti zako zote na wakakusaliti. Kwa hiyo lakini ni muhimu sana kuwa na ulinzi, ni muhimu sana hata kama sio ulinzi ambao ni wa mabodyguard, basi uwe na mtu ambaye anajua whereabouts zako, kwamba bwana mimi nimetoka sehemu fulani naenda sehemu fulani. Kwa wazungu kuna kitu kinachoitwa panic button. Kwa mimi naweza nika press button, ndugu yangu aliyoko mbali akajua kama niko hatarini na akanitrace. Kuna tracking device mtu anakuwa nazo. Kwa hivyo ni vitu ambavyo teknolojia sasa hizi inaweza kutusaidia, ukajiweka chip ambayo microchip ya kutrack uko wapi, na kunakuwa na panic button ikibonyezwa basi unajua ndugu yangu yuko hatarini. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wasanii na watu ambao ni wakubwa wanatakiwa kuwa navyo ili kuweza kukatika hali salama. Yeah.